Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zozote zile za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo limetokana na kesi namba 8323/2025 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar Saidi Isa na wenzake wawili, ambayo imetolewa uamuzi leo na Jaji Hamidu Mwanga. Uamuzi huo umetolewa huku Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili Jebra Kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla ya kutolewa uamuzi, huku akidai kutosikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa Juni 24 mwaka 2025. Mbali na Mohamed, wengine ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Ahmed Rashid Hamis na Maulidi Ana Komu waliojitambulisha kama wajumbe wa bodi ya wadhamini. Katika kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025, wadai wanaiomba mahakama hiyo itamke na kuamuru amri ya kutamka kuwa wadaiwa wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho. Wamechukua hatua hiyo na kuiomba mahakama iamuru na kutamka hivyo, wakidai kumekuwa na mgawanyiko usio sawa wa mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Tanzania, Zanzibar na Tanzania bara. Pia wanadai kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia, pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, hii ni taarifa ambayo ni kutoka katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambayo ni kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa na mahakama hiyo chini ya Jaji Hamidu Mwanga kuhusiana na kesi ambayo inaendelea kwa sasa mahakamani. Na kwa sasa Chadema imezuiwa kufanya shughuli za kisiasa hadi Juni 24 mwaka 2025, ikiwa ni takriban